anasema hapa, nisimtumainie mwanadamu. Mtu ambaye moyo wake ameukabidhi kwa Mungu hawezi kuishi kwa kumtumainia mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu tumaini lake linabakia kuwa kwake Bwana Mungu wake, ambaye ndio mstari wa 5. Sasa tumaini lake linabakiaje kwa huyo Bwana ambaye ndio Mungu wake? Ni kwa sababu anakuwa moyo wake ameukabidhi kwake, na yeye Mungu ameachilia moyo wake kwake. Sasa anapokuwa ameachilia moyo wake kwake, ndipo huachilia hazina zake kuwa wazi kwa mtu huyu, na huonyesha ama hudhihirisha ule uweza wake na ukuu wake kwa mtu huyu, na kuonyesha kwamba yeye ndiye Mungu aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na vitu vyote vilivyomo, ambaye ndio mstari wa 6, kuishika kweli milele. Kwa hiyo mtu huyu anapotambua ule, yani hapo ndipo mtu anaanza kuona ukuu wa mtu. Sisi tumeokoka tunacheza na Mungu kwa sababu ukuu wake hatujui, na ni kwa sababu mioyo yetu iko mbali. Yani Mungu tumemchukua kama mwanadamu mwingine, lakini yeye ana nguvu zaidi ya sisi. Lakini hatujamweka. Ukishamweka Mungu kwenye status yake, huwezi kusogea mbele yake ukiwa umefanya vitu vya ajabu ajabu. Huwezi. Utaelewa maana ya kwamba huyu Mungu akuogofya ni Mungu gani. Huyu Mungu wa utisho, kwa nini aliitwa Mungu wa utisho? Maana anatisha. Anatisha kiasi ambacho hakuna mtu anaweza kasogea mbele zake. Nani anaweza kusogea kwenye kitu kinachotisha? Huwezi. Lakini ukishajiungamanisha na yeye, hicho utasogea. Shetani si tuwasema ni mbaya, lakini wako waliosogea kwake kwa sababu mioyo yao imeungamanishwa na moyo wake. Kwa hiyo kwao wao shetani, si tunayemuita shetani muovu, kwao wao ni baba, kwao wao ni Mungu, kwao wao ni kiongozi, kwao wao ni mpaji. Sasa anasema hapa ule uweza wake na mamlaka yake ya kiungu anayo ama atakayoiachilia kwa binadamu huyu ama kwa mtu huyu, ndipo sasa mtu huyu hufika mahali pa kuweka tumaini lake kwake. Na tumaini lake kwake linapokaa, ndipo yeye huishika kweli milele. Yani kuishika kweli ya Mungu, kwa maana kutembea na neno ama kulishika neno, hakutokani kwa sababu nasoma Biblia. Hapana. Ni kwa sababu nimemjua yeye Mungu katika uweza wake. Nimemjua kama Mungu mwenye utiisho wa aina yake. Ndipo sasa naweza nikafika kwenye hiyo hatua ambayo kwa jinsi hiyo ama katika kuishi kwangu naanza ama nafika mahali kuanza kulitumainia neno lake. Kutumainia neno lake na kuliamini. Kwa hiyo ninapolitumaini na kuliamini, ndio nimeishika kweli. Hilo neno ambalo ndio kweli nakuwa nimelishika sasa. Kwa hiyo kuna hatua ambazo tulikuwa tumefika nazo tukijifunza. Unafika mahali sasa tunaanza kuona wale kundi lile ambalo tuliloko namba 4 ni watu wa aina gani. Ndio hawa ambao tumaini lao liko kwenye kweli ya Mungu. Na tumaini lao liko kwenye kweli ya Mungu kwa sababu wameuona, wameufahamu, wameujua na wameuona. Kwa sababu Mungu alijidhihirisha kwao baada ya wao kutambua. Akajidhihirisha kwao kwamba yeye ndiyo huyo baada ya mimi kutambua kwamba yeye ndiyo huyo. Kwa hiyo Mungu haji kujifunua katika maumbile yake kama mimi sijatambua. Nitambue kwanza, alafu ndio anakuja. Ndipo anakuja kama yeye. Ndipo akija kama yeye huyo, nitatambua kwamba yeye ndiyo huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa aliweza kukaa karibu na Mungu kwa sababu alitambua hilo. Lakini mwanzoni tunaona hata kwenye kutumwa kwake kulikuwa na zigzag nyingi sana alikuwa nazo. Alikuwa haamini, alikuwa hamuamini Mungu. Mungu alikuwa anasema maneno yale, alikuwa kwanza hamuelewi anaongea nini. Kama jinsi ambavyo leo hata neno linaweza likatoka, hata wewe mwenyewe ukalisoma, lakini bado ukao hulielewi. Lile neno linakuja kubeba uhalisia wake baada ya mimi kutambua. Nikitambua, ndio lile neno linamfunua Mungu sasa.
katika uhalisia wake. Utakachokiona ni kwamba utakavyoendelea kumjua Mungu kupitia kumsoma, kupitia kama hivi kufundishwa, hivyo kama unapokuja kanisani, kupitia mafundisho, kupitia chochote utakachokisikia kutoka kwake. Hawezi ukakaa kama mtu unajikuta umepondeka. Yaani kuna ile asilimia ya yani mimi ni mwanadamu 100%, mimi ni mtu. Lakini ili niweze kukaa kwenye hiyo kweli yake, niweze kuitambua na niweze kuishi, na hata Mungu aweze kujifunua kupitia hiyo. Inapofika kwenye hatua ya kujifunua sasa, ubinadamu wangu ule wa 100% unakuwa umekatwa. Yaani lazima ninaondoka, nakuwa reduced, ninapungua. Zile asilimia za unajua 100% nasema ya mimi kuwa mwanadamu ni ule uweza ambaye Mungu ameweka kwetu sisi kutawala na kumiliki hapa tulipopewa. Kwamba naweza kufanya kazi, naweza kutumia akili nikapata pesa, naweza kufanya hivi. Hiyo yote ni Mungu ametujalia sisi wanadamu ili tuweze kuishi hapa sasa. Kwamba wewe uliwezaje wewe mpaka ukaanza biashara yako? Unaona? Ni katika ukamilifu huo sasa wa ile 100% ambaye Mungu ametuumba sisi ili tuweze kumiliki na kutawala hapa. Sasa Mungu ametupa hiyo neema kukaa hapa. Lakini inapofika kwake yeye, anapokuja ama inapofika kumtambua yeye, ndipo pale sasa natakiwa kumtumaini yeye. Hata katika hicho ambacho amenipa akili mimi cha kufanya, amenipa uweza wa kufanya, amenipa pesa za kufanya, lakini bado kuna asilimia zake ambazo anazidai katika hicho ambacho anachofanya. Na ili asilimia zake ziweze kuwa kazini, ina maana mimi asilimia yangu 100 ya wanadamu inapungua. Bisi kama kuna mtu anaelewa. Asilimia yangu 100 inapungua. Sasa itategemea inapunguaje kwa kiwango changu cha kuzama kwake katika kumtambua yeye na kumjua, na ndivyo yeye anavyoendelea kuzidi kujifunua kwangu, ndio zile asilimia zangu za wanadamu zinaendelea zikizidi kupungua. Mpaka unafika mahali unakuta asilimia zake za uungu zinakuwa zimechukua nafasi kubwa kiasi ambacho unakuwa na ile nguvu, stamina. Yani unakuwa imani yako inakuwa, niseme tu nitumie lugha hii, imani yako inakuwa katika yeye. Hatuishi kwa imani kwa sababu imeandikwa, na hatutaishi kwa imani kwa sababu tunaomba ili tuwe na imani. Utaomba, lakini kuna kitu ambacho lazima ukitambue, ndipo sasa uweze kufika hapo na kuanza kukiishi. Kwani kila siku tuliokoka si tunaomba habari ya imani? Twafundishwa, twaomba. Mbona hatuishi sasa kwa imani? Hatuishi kwa imani kwa sababu asilimia zetu za wanadamu hazipungui. Na hazipungui kwa sababu mioyo yetu haijakuwa placed, haijawekwa mahali palitakiwa ikae. Mahali ambapo ule udhihirisho wa Mungu utakapokuwa unajifunua kwangu, mimi naendelea kuamini, naendelea kumtumaini, naendelea kusimama katika yeye, ili asilimia zake sasa kwangu ziweze kuongezeka mpaka mwisho najikuta mimi si kitu mbele yake, bali yeye anaishi kwa ajili yangu. Mimi naishi kwa ajili yake na yeye anaishi ndani yangu. Ndio pale mahali ambapo Paulo alifikia mpaka akisema kwa mtu asinitaabishe, kwa sababu aliona kila kitu kwamba kumbe ndio pale unaanza kuona mapungufu ya vitu ambavyo wewe ulivitumaini, lakini utaanza kuona kwamba kila kitu kimepungua. Kila kitu kimepungua huku duniani. Yaani huwezi kuona mapungufu yanayotembea ama yanayotenda kazi hapa ulimwenguni. Lazima kiwango chake kiwe kimekuwa katika asilimia zaidi ya 50 katika maisha yangu, yani kwangu mimi. Zikishavuka hapo, ndio pale mtu unaweza na ukiangalia kitu unaangalia tu. Na kwa sasa kwenye ubinadamu sasa, kwa wale ambao wako kwenye asilimia 100 ya ubinadamu, watakutafsiri kwamba we ni mjinga. Ndio maana Biblia inasema katika Isaya ile 35 kwamba jamani, njia hiyo
wanaoipita hiyo njia wataonekana kwamba wao ni wajinga hapa duniani. Anasema kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 10. Wataonekana kwamba ni wajinga hapa duniani, lakini Biblia inasema hawatapotea kamwe, kwa sababu ujinga unaotafsiriwa kibinadamu ndio uwerevu ulioko katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wake Mungu. Kwamba asilimia za Mungu zimezidi kwangu, na asilimia za Mungu zinavyozidi kwangu na mimi naendelea kupungua, ndivyo ninavyoendelea kumsogelea na kuwa karibu naye. Ndivyo ambavyo nafasi yangu ya kufika kwenye ufalme wake, nafasi yangu ya kufikia mwisho mwema, hata kama nitaondoka duniani, inaendelea kuwa kubwa, nzuri ya kufika kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona hicho ya kwamba nafika mahali na kushika ile kweli, alafu ndipo yeye anasimama kama mhukumu. Anasema mstari wa 7, huwafanyia hukumu walioonewa. Anasimama. Sasa hapo ndio anasema kwamba utatafsiriwa kibinadamu wewe ni mjinga, lakini anayebeba hukumu yako wewe, yani sio hukumu juu yangu, hukumu yangu ni yeye Mungu. Anapoibeba yeye, ndipo sasa tafsiri ya ujinga inakuja kubadilika wakati Mungu anasimama kama mhukumu wangu. Yeye ni hakimu sasa. Kwamba ndio lugha sisi ya wokovu tunasema ni mtetezi wetu. Kwa hiyo utaanza kumuona kama mtetezi wako. Hauna sababu, ndio ile nasema kwamba hauna sababu ya kuhangaika wewe, kwa sababu yuko ahangaikae kwa ajili yako. Hauna sababu hata mtu akikutukana, mwache atukane, ni wakati wake. Amepewa kutoa maneno kwenye kinywa chake, ila wakati wake utakoma, alafu utakuja wakati wa Bwana. Wakati wa Bwana ukifika, ndipo hapo atasimama, na anasema na kila nafsi tanyamaza kimya. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Kwa sababu yeye sasa anasimama kama mhukumu wangu. Ndio anakuwa amekaa kwenye kile kiti cha hukumu kama mhukumu. Na anaposimama katika kuhukumu, hahukumu kwa sababu nyingine yoyote. Anahukumu kwa sababu mimi nimempa nafasi yeye awe mhukumu wangu. Kwa hiyo katika chochote anabakia yeye. Kuna kitu gani natakiwa kukiendea, ni yeye atakuwa namba 1 kusababisha hicho kitu kifanyike. Kwa hiyo katika kukiendea kwangu mimi, nitakiendea kwa jinsi yake, kwa maagizo yake, kwa maelekezo na mwelekeo atakao nipeleka na yeye, na sio nitakavyotaka mimi. Kanisa tunashindwa kwa sababu hapo hapajakaa vizuri. Na ndio maana ibada ya siku ya leo palikuwa hapajakaa vizuri. Ndio maana mwalimu wa Sunday school akasimama na ujumbe huu. Kwa baadhi, sisemi kwa watu wote, kwa baadhi. Kwa hiyo kuna wakati Mungu, kumbuka kuna wiki ni ya 3. Wacha wiki iliyopita. Kwa wale ambao walikuwa kanisani, ndio maana nasema wingu linapotembea linabeba makusudi yake. Wiki ile nyingine ambayo ni ya 3 sasa, alisema neno la mwisho ambalo alisema na sisi. Alisema yote, nakumbuka siku ya 3 kufundisha hili somo. Alisema ya kwake. Na akasema kila mtu afanye maamuzi yake. Anataka nini? Unataka kwenda kwenye ukomunism? Mwambie. Mnakumbuka? Unataka kwenda kwenye socialism? Mwambie. Wataka kurudi duniani? Mwambie, usinifatefate. Wataka kukaa kwenye theokrasia, utawala wake? Mwambie. Kwa sababu sasa, ndo akasema neno la mwisho alisema, kwa sababu sasa nataka kutembea na watu wangu. Mimi sio kama mkija kanisani na mwele, mimi natembea na hiyo kamba. Natembea na hiyo kamba. Ndio maana ilipofika wakati fulani mwaka jana, watu walipoanza kuona mambo yanaenda hivi, wakaniletea jumbe zisizoeleweka. Nikasema mimi sijui kitu kingine, najua Mungu anatengeneza kanisa. Mungu anasafisha kanisa. Wenye kuleta ujumbe ya kwamba Mungu amesema ataondoa kila mtu hapa kanisani, Mungu amesema sio atafanyaje, nasema mimi najua anatengeneza kanisa. Sasa ukiweza kulijua wingu lake linavyotembea na majira yake, utatulia. Sasa kanisa leo ukiangalia linahangaika kwa sababu hapo mahali hapo pamekaa vibaya kwenye moyo. Akasema nataka kuanza kutembea na watu wako. Wewe umewasha hii?
nilikuwa sijaosha huko. Maana yake inakuwa kwamba wakati ninaporusha unakuta kuna maneno mengine hayasikiki. Kwa hiyo akasema nataka kuanza kutembea na watu wangu. Si kila mtu alisema. Tena akaniambia usiombee mtu, na nikamwambia sitaomba kwa ajili yako leo. Ni siku yako wewe kusema na Mungu. Kila mtu alichosema kilienda mezani kwake. Na kilipoenda mezani kwake, alianza kupitia zile barua tulizopeleka kwa njia ya maneno kuomba. Lakini alipopitia zile barua alikutana na mioyo ambayo imetofautiana na maneno yaliyokwenda. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini hapa? Alikutana na mioyo iliyo kinyume na yale aliyopeleka mtu. Jumapili iliyofuata waliokuwepo mlikuwa mashahidi hapa. Bwana anafunua ili aweze kutengeneza. Kwa sababu anautaka moyo wa mtu ndipo upate moyo wake. Huwezi kuupata moyo wake kwa sababu yoyote ile. Lazima uwe katika hali fulani. Sasa unapopeleka alafu kisha akagundua kuna itilafu na tofauti, anaingilia kati, anakufuata sasa mwenyewe. Ndio anakufuata, anasema we hapa hivi, hata hivi, hapa hivi. Maneno uliyoleta kwangu, taarifa uliyoleta kwangu lazima zifanane na moyo. Wewe huwezi leta maombi yako kwake Mungu alafu moyo wako unanuka kama alivyosema mwalimu asubuhi. Moyo uko Kariakoo. Alafu wewe unasema uko hivi, uko Chalinze. Akasema. Akaja mwenyewe akasema leo yasema. Leo asubuhi ndo anasema sasa. Sasa nataka munipe sasa hiyo mioyo yenu. Siku zile alisema nipeni taarifa zenu. Kila mtu akatoa taarifa yake. Leo asubuhi akasema nataka mioyo yetu. Kila mmoja apeleke moyo wake kwake aliye tayari, ili aanze kutembea na huo moyo. Lakini ili aweze kutembea na huo moyo, ndio akasema mtu akiupata moyo wangu sasa, kwa sababu amenipa wa kwake. Akinipa wa kwake, mimi nampa sasa hazina yangu. Aliposema nataka kuanza kutembea na watu wangu, ni kwa sababu kweli anataka kuanza kutembea na watu wake. Sasa kutembea kuna mapana mengi, na naomba sitasema hiyo sasa kwa sababu nitashindwa kukwenda. Kutembea na yeye, kutembea na sisi kuna mapana makubwa, tutakuja kuangalia siku nyingine. Kumekusanya vitu vingi, vyote vile ambavyo Yesu alivigongelea pale msalabani, hata akatupatia sisi uzima. Uzima wa afya, maana anaenda kuponya. Uzima wa mali zetu, maana kama zilikuwa zinakufa anakuja kuweka uzima ili zianze kuishi. Uzima wa maisha yangu ya wokovu, kama nilikuwa nakufa kiroho kila siku, leo hivi kesho hivi, tunasema leo naanguka kesho nafanya hivi, aweke uzima ili sasa uanze kutembea. Sasa uanze kutembea katika wokovu. Kama ni hiki na kile na kile na kile na kile katika mapana yake aweze kufanya. Kwa hiyo ndio akasema mimi mtu akiupata moyo wangu amepata hazina yangu. Na ndio anasema hapa kwamba huwafanyia hukumu walioonewa. Aliyoonewa ni yule aliyefikiriwa ya kwamba ni mjinga. Kwa tafsiri hii, kuonewa kwa maana kwamba mtu anaweza akakuona wewe ufai, anaweza akakuona hivi, akakutafsiri, akasema, akakuchambua kwa mawazo yake na kwa ufahamu wake yeye wa kibinadamu. Lakini mbele za Mungu anavyokuona yeye ni tofauti. Kwa hiyo wewe umekuwa unaonewa kupitia tafsiri ya kibinadamu, ukawekwa kwenye nafasi sio yako, ukatambulishwa kwa watu wewe ndio huyo, kumbe wewe sio huyo. Kwa hiyo anapokuja kusimama sasa kuwa mhukumu wa wale wanaoonewa, ndio huja kukusimamisha wewe ambaye yeye anakutambua wewe ni nani. Anakusimamisha kama mtoto na kukuweka sasa mbele, ili watu wakuone kwamba wewe ni mwana wa Mungu na wewe sio huyo ambaye ulitafsiriwa kwa jinsi ambavyo kila mtu aliweza kukutafsiri. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo Mungu anasema huwafanyia hukumu walioonewa, alafu huwapa wenye njaa chakula, na Bwana hufungua waliofungwa. Bwana huwafumbua macho waliopofuka na kuwainua walioinama. Nafsi yako imetembea, yani nafsi yako imetembea kwenye kuinama siku zote. Yani umeokoka, wewe ni mwana wa Mungu, lakini unajilinganisha na watu kwa sababu walikutafsiri kwa akili zao, na wewe ukaendelea kuishi kwa ile tafsiri ya kibinadamu. Usiishi kwa tafsiri ya kibinadamu. Ukiishi kwa tafsiri ya kibinadamu ambapo watu wanakutafsiri, nafsi yako itatembea ikiwa inainama siku zote. Kwa sababu nafsi yako huwa inasimama. Nafsi yako isipokunjuka, huwezi kukunjuka. Huwezi kukaa kama wewe uliyekusudiwa kuwa kama mwana wa Mungu. Kwa hiyo utatembea, utaishi nafsi ikiwa inainama. Kwa sababu huwezi kuinuka. Kwa sababu unatembea katika kile kiwango cha tafsiri uliotafsiriwa. Lakini Mungu wewe anakuonaje? Mungu anakutambuaje wewe? Mbele zake wewe ni nani? Sasa unapokuwa umempa moyo wako, na yeye amekupa sasa moyo wake, kwa maana amefungua milango ya hazina, nafsi hukunjuka. Unakunjuka, unakuwa yani mimi nasimama hivi nafanya hivi, lakini ni nafsi ndio inasimama. Inakuwa, nitumie neno la kikawaida, unakuwa ngangari. Nafsi yako inaimarika, nafsi yako inasimama, nafsi yako haitayumbishwa, nafsi yako haitaondolewa mahali uliposimama kwa ajili ya Mungu wako. Lakini ukitembea katika tafsiri za kutafsiriwa na wanadamu, tafsiri hizo zitakuondoa kwenye nafasi ya kuumbwa kwako, ya wokovu wako. Utakuwa leo unaangalia hiki unasema ndio sawa. Leo utaangalia hiki utasema ndio sawa. Kesho utaangalia hiki utasema ndio sawa. Haya, sawa ni kipi katika vyote hivi? Kwa nini mwaka jana kile kilikuwa sawa na mwaka huu hakiko sawa? Kwa nini mwaka ule kilikuwa sawa na mwaka huu hakiko sawa? Kwa nini jana kilikuwa sawa na sasa hakiko sawa? Tafsiri ya kibinadamu. Lakini Mungu ni yule yule. Hapo pakikaa vizuri, unakuwa steady, unasimama. Huwezi ogopa. Mimi nikisemaga siku zote, hata nikija kwenye masuala ya utumishi nasema hata watu wote waende. Sema hapa hawezi kuondoka wote, kwa sababu wanafunzi wapo, na wakiwepo wao kwanza wao ndio kanisa. Kila wanapokuwepo ndio kanisa lenyewe. Wakienda zao kwenye kazi, wakija wengine ndio kanisa lenyewe. Wakiondoka wakija wengine ndio kanisa lenyewe. Hili ni kanisa lile la taifa la Israeli. Tunatembea kuelekea mahali. Hatukai kujenga ufalme wa kibinadamu hapa. Amna. Ndio Mungu alisema ni kitu chengine. Nitakuja kuwafafanulia vizuri wakati wake ukifika. Kwa hiyo unakaa, unafika mahali, unasimama steady. Hakuna kitu kitakuyumbisha kwa lolote lile. Na mimi ndo nilisimama hapo nikasema, hata watu wote wakaondoka, mkasema kwamba huyu sasa hafai, huyu tena sasa sijui amekuaje, nasema nendeni kwa amani ya Kristo Yesu. Nafsi yangu itabakia kusimama pale pa. Hiyo ndio nafsi nasema habari zake. Nafsi ya kuinama, utakuwa unachungulia, Nehemia yupo, Nehemia ameenda, na mimi naenda. Salome yupo, na mimi nakaa. Kuna mtu anaelewa nasema nini? Nafsi iliyoinama imebeba moyo ambao haujamfikia Mungu, haujakabidhiwa kwa Mungu, haujapewa Mungu, na ni ngumu sasa, kwa sababu mtu huyu bado analelewa, bado yuko chini ya hemaya inayomsimamisha yeye mpaka aweze kutembea hivyo kwa kuinama. Lakini Mungu anataka yeye mwenyewe ndio ainue nafsi ya mtu na kumsimamisha, amuonyeshe mimi ndio huyu, ajifunue kwake. Na akijifunua kwake utaweza kusimama. Usipoweza kufikia hatua hiyo, unatembea na hiyo nafsi ikiwa imeinama. Akijifunua utamkimbilia yule unayemwamini.
aliyekutafsiri wewe kwa kiwango hicho, ukatembea kwa sura hii, utakimbia. Maana huwezi kukaa mbele zake Mungu, huwezi kukutana na utisho wake Mungu. Kwa hiyo utaenda kwa yule ambaye amekuweka kwenye kiwango hicho, ndio utaenda kutaka kujua kutoka kwake. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Mimi kuna vitu nilifika mahali nikasema sitaki kusikia ushauri wa mwanadamu katika hili isipokuwa kwake Roho Mtakatifu. Baada nasema habari za huko nyuma, baada ya kukuta nayumbishwa, unafika mahali baada ya kuyumba sana unajikuta umetundikwa juu ya mti ukaachwa hapo sasa. Kwa sababu yule aliyeniambia kwamba hapa ni sawa sawa, natoa mfano, hapa ni sawa sawa, baada ya muda simuoni tena hapo. Yeye aliyeniambia mimi hapa ni sawa sawa, alafu baada ya muda tena yeye ameondoka, maana yake sio sawa sawa. Mkikutana tena, jamani za siku nyingi nzuri, jamaa uko wapi? Siku hizi mambo ni mahali fulani tuko kule. Huyo na mimi naenda. Unafika pale unashangaa tena baada ya muda hayupo tena. Sasa nikasema nafsi yangu itaenda hivi mpaka lini? Katika hiki na kile na kile na kile na kile, mwisho wa kuisha nikasema hapana. Namtaka Mungu aliye hai na Yesu Kristo aliyeniokoa nijue asili yao, niweze kuishi katika uhalisia huu. Na nafsi yangu ikainuka, ikakunjuka, ikasimama. Kwa hiyo ukifika hapo utaanza kuishi kwenye haki yake Kristo. Maana Kristo sasa ataibeba haki yako. Na utakuwa ni mtu asiyefanya maamuzi ya vurugu zisizoeleweka. Mpaka mtu yani umkubalie mtu kitu, lazima umekithibitisha kutoka kwake. Sio kufikiri tu, kusema tu. Sasa hizo ni hatua ambazo mtu anahama. Kwa sababu anaposema kwamba akiupata moyo wangu atakuwa na uwezo wa kupata hazina yangu, shida inakuja endapo nitakuwa sijafika hatua hiyo, nitashindwa kutunza ile hazina itakayoachiliwa kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitashindwa kutunza ile hazina iliyoachiliwa kwangu. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba mtu akiupata moyo wake Mungu, mtu huyo anakuwa na uwezo wa kupata funguo za hazina ya Mungu. Na kupata funguo hizo za hazina ya Mungu, si amesema, unajua maandiko tunayo, lakini yanafanyaje kazi maandiko hayo? Ndio shida tunakuwa nayo kupata maana yake ama tafsiri yake. Mathayo 16:19 tunafahamu andiko hili vizuri tu. 16, Mathayo 16:19 tunafahamu hili andiko. Anasema, nami nitakupa. Ngoja nianze huko nyuma kuleta maana. Mstari wa 13 anawauliza wanafunzi wake akisema, watu huninena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine nena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Akawaambia, ninyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye